Bana, mambo vipi mtazamaji wa channel hii ya Biomedia? Kama ndo kwanza unatazama channel hii kwa mara ya kwanza, karibu sana. Ni channel pekee ambayo inakusogezea habari mbalimbali, habari za michezo, habari za burudani, lakini pia udaku kama wote hapa unaupata. Update mbalimbali nini ambacho kinaendelea unaweza kujipatia kupitia channel hii ya Biomedia. Leo tuko na story ambayo inamhusu msanii wa Bongo Movie maarufu kama Karina. Naweza kumuita Hawa, pia amefariki dunia akiwa hospitalini India. Hii ni story ambayo inamhusu mwanadada mashuhuri sana Carolina Hawa almaarufu kama Karina, ambaye amefariki dunia leo hii huku akiwa katika maandalizi ya kurejea nyumbani nchini Tanzania kutoka kule nchini India ambako alikuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Nikukumbusha mtazamaji wa Biomedia kwamba mwanadada huyu ni mwanadada ambaye alipitia changamoto nyingi sana za kiafya, lakini pia umaarufu wake ulizidi kushika kasi kutokana na yeye kuweka wazi matatizo yake ya kiafya kunako mitandao ya kijamii na watu mbalimbali kuweza kumsupport kwa ajili ya kupata matibabu. Anazo operation nyingi ambazo amekwisha kufanyiwa, ikiwa ni ugonjwa wa tumbo ambao umekuwa ukimsumbua mara kwa mara, lakini pia kwa muda mrefu sana. Sasa majuzi kati hapa tukaona amepata msaada wa kupelekwa nchini India kwa ajili ya kupata matibabu, lakini chombo cha habari cha Global wakiwa wamemtembelea kule nchini India kwa ajili ya kuendelea kufuatilia afya ya kwake kwamba anaendeleaje. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zilipatikana hivi punde ni kwamba Karina alikuwa amefanyiwa upasuaji mkubwa sana, hii ikiwa ni kwa ajili ya kutibu tatizo la tumbo kama ambavyo nimetoka kukuambia, ambalo limemsumbua sana mara kwa mara, lakini pia likichukua muda mrefu sana. Inasemekana kwamba hali yake ilikuwa ikielekea kuimarika kutokana na upasuaji ambao alifanywa kule nchini India, na alikuwa anatarajiwa kurejea nchini Tanzania hii leo. Vyanzo vya karibu na familia vinaeleza kwamba taarifa rasmi kutoka kwa jamaa wa karibu pamoja na madaktari ambao walimhudumia zinatarajia kutolewa hivi karibuni. Sasa Karina bwana alijipatia umaarufu kupitia mtandao wa TikTok, lakini pia Instagram, kulingana na shughuli mbalimbali za kijamii ambao alikuwa akizifanya, lakini pia mitandao ya kijamii ambako alikuwa akiweka wazi changamoto ambazo zinamsumbua. Wengi sana tuliona toka zamani walikuwa akiguswa na matatizo ambayo alikuwa nayo Karina, na kuweza kutoa michango yao mbalimbali, michango kutoka kwa Tanzania lakini pia nje ya nchi walitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anapata matibabu. Mpaka sasa wapenzi pamoja na ndugu bila kusahau marafiki wameendelea kueleza masikitiko makubwa kupitia mitandao mbalimbali, wakimtaja Karina kama mtu ambaye alikuwa na moyo wa kupambana, lakini pia matumaini licha ya maumivu ambayo alikuwa akiyapata. Japo kuna kipindi fulani hivi wakati Karina endelea kuumwa, ziliibuka mambo mbalimbali kwa mitandao ya kijamii, watu wakizusha kwamba Karina alilogwa, sijui alichukua mume wa mtu. Kiukweli mambo yalikuwa mengi kama ambavyo tunajua wabongo. Karina alikuwa akiomba sana kuna mitandao ya kijamii, lakini pia aliomba msamaha kama kuna mtu aliwahi kumkosea msamehe, bila kusahau kwamba alikuwa akimuomba muda mwingine Mwenyezi Mungu kwamba ampumzishe ili asiendelee kumtesa mama yake ambaye ndiye alikuwa mtu mkubwa sana wa kumpatia huduma, lakini pia mtoto wake ambaye amebahatika amejaliwa kupata mtoto mmoja wa kike. Hivyo alikuwa anateseka namna ambavyo anaona mama yake anateseka na mambo kama hayo. Hivyo alikuwa muda mwingine anaomba apumzike tu ili asiendelee kuitesa familia yake. Mambo iko hivyo, Karina ameweza kupoteza maisha huko nchini India ambako alikuwa anatarajiwa kurejea nchini Tanzania hii leo, lakini imekuwa ndivyo sivyo, mambo yamekuwa hivyo. Tuendelee kukupatia updates mbalimbali, endelea kuifuatilia Biomedia kwa taarifa zaidi kadiri ambavyo zitakuwa zinapatikana. Mpaka sasa mwili wa marehemu bado upo nchini India hospitalini, na taratibu zote zinafanyika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamrejesha nchini Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha anapumzishwa kwenye makazi yake ya milele. Hizi ni taarifa ambazo zimetufikia hivi punde kama channel ya Biomedia, na kama mtu muhimu sana tumehakikisha tunakusogezea, tuzidi kukusogezea update mbalimbali kile ambacho kinaendelea. Nini ambacho kinaendelea, nini kimejiri? Usiache kuifuatilia Biomedia kwa karibu zaidi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Mpaka wakati mwingine, endelea kutufuatilia kwa mitandao mingine kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina moja tu, Biomedia.